Kila aliyechagua kuishi maisha ya kumtegemea Mungu ni muhimu sana ajue namna kuomba ili kwamba maombi yake yaweze kuwa na matokeo chanya, matokeo ambayo anayatarajia. Maombi ya namna hiyo ni maombi ambayo yana sifa zake maalum. Mtume Paulo aliwaandikia Wafilipi ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa nataka tujifunze sifa 3 za maombi ambayo yataibadili kabisa hali yako. Maana inawezekana ukaomba kama ambavyo amesema Paulo kwa ajili ya haja mbalimbali. Inaweza kawa tu ni yale mahitaji ya kila siku ya chakula, mavazi, malazi, au pengine kwenye dharura kama vile za magonjwa na dharura nyingine labda za kifedha, na kweli Mungu akakutendea, lakini bado hali yako isibadilike. Lakini ukiomba maombi yenye sifa hizi 3 ambazo tunakwenda kujifunza leo, maombi hayo yataibadili kabisa hali yako kutoka kwenye hali ulionayo sasa hivi kwenda kwenye hali iliyo bora zaidi, iliyo njema zaidi, kwenye hatima njema ambayo Mungu amekukusudia. Sifa hizo ni hizi zifuatazo. Sifa ya kwanza, maombi hayo ni yale yanayolenga kuondoa vikwazo vikuu vya ufanisi wa kusudi la Mungu katika maisha yako. Katika Marko sura ya 10 tunasoma habari za Batimayo ambaye alikuwa ni kipofu. Alipoonana na Yesu, aliona hiyo ni fursa ya kuweza kusaidiwa. Akamwomba Bwana Yesu amponye upofu. Kwa nini? Kwa sababu upofu ilikuwa ndio kikwazo. Alikuwa hawezi kuishi maisha kama mwanadamu mwingine wa kawaida. Bwana Yesu alipomponya upofu wake, iliwezekana baada ya hapo kuendesha maisha katika hali ya kawaida kama wengine. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya maombi ya kuibadili hali yako ni yale ambayo ukitendewa utapata athari chanya kwenye maeneo mengine muhimu ya ufanisi wako. Kwa mfano, Mfalme Sulemani katika maono aliambiwa aombe lolote lile ili kwamba atendewe. Mfalme Sulemani alimwomba Mungu apatiwe hekima, na ni kweli Mungu akamjalia hekima kubwa sana. Hekima aliyojaliwa na Mungu ilikuwa ni ufunguo wa ufanisi wake katika maeneo mengine ya maisha ya kawaida ya kila siku, lakini pia kwenye majukumu yake kama mfalme. Sifa ya 3 ya maombi hayo ni yale yanayolenga kuleta athari chanya kwenye ufalme wa Mungu kwa ujumla wake. Katika Mathayo sura ile ya 6 ule mstari wa 33, Bwana Yesu alisema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Tunatakiwa tuombe maombi ambayo yatakuwa na athari chanya kwa ufalme wa Mungu, sio tu yale ambayo yanatunufaisha sisi wenyewe. Hizo ni sifa 3 za maombi ambayo ukiomba maombi ya namna hiyo, hali yako itabadilika kabisa. Ndugu yangu mpendwa, wewe una hali ya namna gani katika maisha yako? Una malengo gani? Una ndoto gani? Na pengine ni vikwazo gani ambavyo unavipitia? Ninakutia moyo, muombe Mungu maombi yenye sifa hizo 3. Hali yako itabadilika kabisa. Na endapo unataka kujifunza zaidi maombi ya namna hii, ninakushauri usome kitabu tulichokiandika cha Wataka Mungu Akufanyie Nini. Ninakutakia maisha yenye ustawi mwema na Mungu akubariki sana.